Mahakama ya amuru askari aliyefukuzwa kwa WhatsApp arejeshwe kazini. Wanasema kwamba ukijua sheria ni la, na ndivyo ilivyokuwa kwa aliyekuwa askari wa jeshi la polisi mkoani Mara, Saidi Hashim, baada ya mahakama kuu kuamuru arejeshwe kazini kutokana na kufukuzwa kwa madai ya kuweza kutuma ujumbe kwenye kundi la WhatsApp. Katika uamuzi uliotolewa tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026 na Jaji Angelo Rumish wa Masjala Kuu Dodoma, amemwagiza Inspector General wa polisi yani IGP Camillus Wambura kumrejesha mara moja kazini askari huyo na kumlipa mishahara, posho na stahiki nyingine zote alizozikosa tangu alipofukuzwa kazi. Mbali na kuamuru kurejeshwa kwake kazini, mahakama ilifuta uamuzi wa kumfukuza kazi pamoja na uamuzi wa rufaa uliokuwa umethibitisha adhabu hiyo. Nakala ya hukumu hiyo iliwekwa kwenye tovuti ya Tanzania mnamo siku ya Jumanne Agosti 4 mwaka 2026. Saidi Hashim alikuwa amefungua maombi ya mapitio ya mahakama akimtaja kamanda wa polisi mkoa wa Mara, yani akimtaja RPC, Inspector General wa polisi akimtaja IGP, katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani ya nchi na mwanasheria mkuu wa serikali AG kama wadaiwa. Katika shauri la kuweza kupinga uamuzi wa kufukuzwa kwake ndani ya jeshi la polisi, askari huyo alikuwa akihudumu katika wilaya ya Msoma mkoani Mara, alidaiwa kutuma ujumbe katika kundi la WhatsApp lililokuwa na jina la DP 2003 form member uliosomeka hivi: wanapiga tu, Samia pesa zako zinaliwa, utayari wa ukaguzi mikoa yote. Mwisho wa kunukuu ujumbe ambao alikuwa ameutuma bwana Saidi Hashim, askari aliyefukuzwa kwa kuweza kutuma ujumbe huo katika grupu la WhatsApp la DP 2003. Polisi huyo alidaiwa kutenda kosa hilo mnamo Mei 31 mwaka 2023, kinyume cha mwenendo mwema wa jeshi la polisi, jambo alilokanusha baada ya kufunguliwa mashtaka ya kinidhamu. Jeshi la polisi ilidai kuwa kitendo hicho kilikuwa ni kinyume na kanuni za mwenendo mwema wa jeshi la polisi hapa nchini Tanzania. Hata hivyo, baadaye ilibainika kuwa kifungu kilichonukuliwa hakikuwepo, na pia maneno yaliyomo kwenye ujumbe huo hayakuwa yanaunda kosa lolote katika uso wa sheria. Kwa mujibu wa nyaraka za maombi hayo, askari huyo aliwakilishwa mahakamani na wakili Charles Simon. Charles Simon alipinga kufukuzwa kazi kwa kuwakilisha hoja 9. Hata hivyo, mahakama iliamua kuifanyia kazi hoja ya 3 pekee. Katika hoja hiyo, askari huyo alidai kuwa alishtakiwa kwa kosa lisilotambulika katika kanuni za utumishi wa jeshi la polisi, yani Police Service Regulation. Wasilisho la mawakili lilikuwa kama ifuatavyo. Akiwasilisha hoja zake, wakili Simon ambaye ni wakili wa askari aliyefukuzwa kazi, bwana Saidi Hashim, alisema kwamba mteja wake alishtakiwa kwa kosa lisilotambulika kisheria, hivyo hata uamuzi wa kumfukuza kazi ulikuwa ni batili. Alidai ya kuwa shtaka la utovu wa nidhamu lilitegemea kanuni ya C5 ya kanuni za utumishi wa jeshi la polisi za mwaka 1995 pamoja na aya ya 47 ya kiambatisho A cha Police General Order PGO
46 ilikuwa inarejelea vifungu visivyokuwepo kisheria. Pia alifafanua kuwa kanuni za utumishi wa jeshi la polisi za mwaka 1995 zinaishia kanuni ya C5 kwenye mabano hapa ikaweka ni XLVI. Hivyo hakuna kanuni ya C5 XLVII kama ilivyoainishwa katika mashtaka yote mawili. Aidha, alisema kwamba aya ya 47 ya kiambatisho A cha PGO ya 106 nayo haitambuliki. Kwa msingi huo, alioji kuwa mwombaji alishtakiwa kwa mashtaka yenye kasoro za kisheria, jambo lililofanya uamuzi wa kumfukuza kazi kuwa batili tangu mwanzo. Akijibu hoja hizo, wakili wa serikali Yona Mako akiwakilisha wajibu maombi wote wanne alipinga madai hayo, akisema kwamba shtaka la kinidhamu liliandaliwa kwa kutumia form PF.32A iliyowekwa kwa mujibu wa taratibu za jeshi la polisi. Alieleza kuwa jukumu la ofisa mkuu msimamizi ilikuwa ni kuidhinisha shtaka hilo katika haya ya 13 ya fomu hiyo, na kama ilivyotakiwa na Police General Order PGO 106/35. Kuhusu hoja ya kosa kutokuwepo kisheria, alisema kwamba kosa aliloshtakiwa kwalo lilikuwa limeainishwa chini ya kanuni ya C.5/XLVI ya kanuni ya utumishi wa jeshi la polisi ya mwaka 1995. Alidai kuwa malalamiko ya mwombaji yalitokana na itirafu ndogo ya uandishi katika kuweza kutaja kifungu husika. Itirafu ya namna hiyo haiwezi kubadilisha kosa la kinidhamu linalotambuliwa kisheria kuwa kosa lisilojulikana kisheria wala kuondoa kosa tofauti. Alisema hivyo wakili wa serikali. Lakini pia alisisitiza kuwa itirafu hiyo ingeweza kurekebishwa kwa mujibu wa kanuni ya C.12/6 ya kanuni za utumishi wa jeshi la polisi za mwaka 1995. Uamuzi wa jaji sasa ulikuwa kama ifuatavyo baada ya wakili wa askari ambaye alifukuzwa kazi kuwasilisha hoja zake na wakili wa serikali ambaye alikuwa anawakilisha wale watu wanne ambao aliweza kutajia, akiwepo RPC, IGP, AG na mkuu na naibu katibu mkuu wa ofisi ya mambo ya ndani hapa nchini Tanzania. Sasa jaji akaja kutoa uamuzi huu. Katika uamuzi wake, Jaji Angelo Rumish alisema kuwa amechunguza kwa makini kanuni ya utumishi wa jeshi la polisi ya mwaka 1995 pamoja na Police General Order PGO na kukubaliana na hoja za wakili wa mwombaji kuwa kanuni ya C.5 XLVII haipo. Yaani kwamba hiyo kanuni ambayo walimshtaki askari huyo haikuwepo. Kwanza jaji alijihakikisha kwa hilo jambo. Pia jaji alisema kuwa wala amri ya jumla ya polisi, yani ile PGO ya 106A/37 haianzishi kosa ambalo mwombaji alishtakiwa nalo, kwamba kanuni hizo zinaishia kwenye kanuni ya C.5/XLVI. Vilevile alisema kuwa makosa yaliyoorodheshwa katika
kiambatisho A cha PGO 106 hayajumuishi aya ya 46 na kuwa jambo hilo halina utata. Jambo hilo halina utata. Hata hivyo, swali la msingi si kama kuna itirafu, ni dhahiri kuwa ipo. Mabishano halisi ya mzozo ni juu ya matokeo ya kisheria ya itirafu hiyo, alisema Jaji Rumisha. Aliongeza kuwa mwombaji alijibu shtaka na kushiriki kikamilifu katika shauri hili kwa kuwahoji mashahidi wa upande wa mashtaka, yaani upande wa serikali, baada ya kuwasilisha utetezi wake. Jaji akasema kuwa kwa hakika alikiri wazi kwamba kutuma ujumbe wa WhatsApp uliolalamikiwa. Hata hivyo, kumbuka kwamba zinaonyesha kuwa alisisitiza wakati wote kwamba ujumbe huo au kutaja jina la mtu yoyote na ulikuwa ni maoni ya kufuatilia tu waraka uliokuwa umesambazwa awali ndani ya kundi hilo. Jaji akamalizia kwa kusema kuwa kwa mtazamo huo, kutajwa kwa kimakosa kwa kanuni ya C.5 kwenye mabano XL VII au PGO ya 106 A kwenye mabano 37 au kumzuia mwombaji kuweza kuelewa shtaka lililokuwa likimkabili. Hata hivyo, alisema kwamba hilo halimalizi swala hilo, bali linafungua swali muhimu la kama mwombaji alishtakiwa na kufukuzwa kazi kwa kosa linalotambulika kisheria. Jaji akaenda kusema kwamba ikiwa utovu wa nidhamu unatokana na maudhui ya ujumbe wenyewe, shtaka hilo limeshindwa kufafanua ni kipengele kipi cha maneno hayo kilichochukuliwa kuwa ni utovu wa nidhamu. Alihitaji kanuni iliyokiukwa, kiwango cha mwenendo kilichovunjwa, wala namna ambayo ujumbe huo uliathiri nidhamu ya jeshi la polisi. Jaji pia alisema kwamba jambo la kushangaza ni kwamba ujumbe huo haumtaji mtu yoyote kwa jina wala haumhusishi mtu yoyote anayetambulika na tuhuma za wizi, ufisadi na mwenendo mwingine wa uhalifu. Jaji akaendelea kusema kwamba umeandikwa kwa lugha ya jumla, hivyo mtu anabaki akijiuliza ni nani hasa, ikiwa yupo aliyechafuliwa, sifa zake, kutukanwa au kuumizwa hisia zake kwa namna nyingine yoyote kutokana na maneno hayo. Hayupo. Pia jaji alihoji zaidi akisema kwamba muhimu zaidi ni nini hasa kilikuwa na mwenendo huo mbaya uliomfanya mwombaji ahukumiwe, yaani kwamba ni jambo gani ambalo lilimfanya mwombaji huyo ahukumiwe. Alisema baada ya kuchunguza ushahidi wa mashahidi wote waliotoa ushahidi mbele ya baraza la nidhamu, hakuna hata mmoja alieleza jinsi maneno hayo yalivyokuwa ni utovu wa nidhamu. Kwa mujibu wa jaji, anasema kwamba mwombaji ambaye ni askari hakuwahi kufahamishwa kwa kiwango cha uhakiki kiwango cha uhakika kinachotakiwa kisheria kuhusu utovu gani wa nidhamu aliyokuwa akitumiwa kufanya. Jaji akasema kuwa mchakato wa kinidhamu hauwezi kuhitimishwa kwa kufukuzwa kazi kutokana na utovu wa nidhamu ambao vipengele vyake vya kisheria na kiuhalisia havijainishwa wazi. Nidhamu hata iwe ya lazima kiasi gani, lazima iende sambamba na kuzingatia sheria, alisisitiza Jaji Rumisha. Lakini Jaji Angelo akaendelea kusema kwamba aliongeza kusema kuwa mamlaka ya kinidhamu
yanapomfungulia mtu mashtaka kwa kuweza kutumia kifungu kisichokuwepo au maelezo yasiyobainisha kosa linalodaiwa, yanakuwa yametenda nje ya mamlaka yaliyopewa na sheria. Kwa hivyo, uamuzi huo unakiuka mipaka ya mamlaka, una dosari ya kisheria na unaweza kutangazwa kuwa batili. Mamlaka za umma hazina mamlaka asili. Zinapata mamlaka yake kutoka kwenye katiba na sheria. Jaji alisema pia kuwa anaelewa kuwa mwombaji alikata rufaa dhidi ya kufukuzwa kwake kazi, lakini kwa maoni yake hatua hiyo haikuwa ya lazima. Kisheria, uamuzi unatokana na kosa lisilokuwepo ni sawa na kutokuwepo kwa uamuzi wowote. Nina msimamo thabiti kuwa mamlaka ya rufaa haiwezi kuhalalisha au kufanya uamuzi uwe wa nguvu ya kisheria ikiwa unatokana na kosa lisilobainishwa au lisilokuwepo. Kutokana na sababu hizo, jaji alifuta uamuzi wa kufukuzwa kazi pamoja na uamuzi wa mamlaka ya rufaa uliothibitisha adhabu hiyo na kuamuru arejeshwe kazini mara moja. Agizo hilo linatolewa hapa likimwelekeza mjibu maombi wa pili ambaye ni IGP Camillus Wambura kumrejesha mwombaji katika jeshi la polisi mara moja bila kuathiri haki zake nyingine. Aidha, jaji huyo aliamuru kwamba mwombaji alipwe mishahara, posho na stahiki nyingine zote zilizozuiliwa kuanzia tarehe ya kufukuzwa kwake kazi hadi siku ya kuweza kurejeshwa kazini kwa mujibu wa sheria. Mwisho wa taarifa ambayo ilikuwa tunakusogezea kuhusiana na askari aliyefukuzwa kwa kuweza kutuma ujumbe WhatsApp, na baadaye tukaja kuona kwamba mambo yakaenda ndivyo sivyo, akafikishwa mahakamani na akakata rufaa. Baada ya kukata rufaa, Jaji Angelo Rumisha akatoa uamuzi kwamba uamuzi au kufukuzwa kwake kazi ilikuwa ni batili. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.